Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Serikali ya Iran inatafakari uwezekano wa kuruhusu meli za kibiashara kupita kwa uhuru katika upande wa Oman wa mlango wa Hormuz iwapo Marekani itakubali kutoa masharti nafuu na kuondoa vikwazo vya kiuchumi, kwa mujibu wa taarifa iliyonukuliwa na shirika la habari la Reuters kutoka kwa chanzo kilichokuwa karibu na maamuzi hayo. Hata hivyo, bado haijabainishwa rasmi kama hatua hiyo itahusisha meli zote, ikiwemo zile zinazohusishwa na Israeli. Vyanzo vya kidiplomasia vya Magharibi vimedokeza kuwa pendekezo hilo tayari lilikuwa linafanywa kazi katika ngazi za juu, ingawa Marekani haijatoa majibu rasmi kuhusu pendekezo hilo. Mvutano wa sasa katika njia hiyo muhimu ya kimataifa ulianza mwishoni mwa Februari 2026 baada ya Iran kutangaza kuzizuia meli zinazotajwa kuwa za maadui kupita katika mlango wa Hormuz. Hatua hiyo ilifuatiwa mashambulizi ya pamoja ya kijeshi yaliyofanywa na Marekani na Israel dhidi ya maeneo kadhaa nchini Irani. Kujibu mapigano, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza rasmi Aprili 13, 2026 kuanzisha kwa zuio la usafirishaji bandarini naval blockade dhidi ya bandari zote za Irani. Jeshi la Marekani kupitia kamati kuu ya CENTCOM lilosema lengo ni kuzuia Iran kuminya biashara ya dunia kwa kutoza ada haramu za hadi dola milioni 2 kwa meli moja ya mafuta. Licha ya zuio hilo, taarifa za ufuatiliaji wa meli zinaonyesha kuwa baadhi ya meli zimefanikiwa kupita katika mlango huo. Mnamo Jumanne Aprili 15, meli 8 zikiwemo 3 zinahusishwa na Iran zilivuka salama. Marekani inasema ilitoa msamaha mdogo kwa meli zisizo na hatia zilizokuwa bandarini Iran kuondoka. Rais Trump alisema kupitia mtandao wa Truth Social kuwa Iran imeshindwa na kwamba Marekani inafungua mlango huo kama fadhila kwa mataifa ya dunia. Iran nayo imekanusha na kusisitiza kuwa udhibiti wa mlango huo ni haki yake ya kujilinda. Mlango wa Hormuz ni njia ya nyeti zaidi duniani kwa kibiashara ya nishati. Takriban 20% ya mafuta ghafla na gesi asilia yote yanayotumiwa duniani hupita katika mlango huo mwembamba. Usumbufu huo ndio umesababisha kupanda kwa bei za mafuta ghafi hadi zaidi ya dola 90 kwa pipa na kupelekea nchi kama Kenya kutangaza bei mpya ya kihistoria ya shilingi 206.97 kwa lita ya petroli. Wachambuzi wanaonya kuwa iwapo mzozo huo utaendelea duniani, inaweza kukumbwa na wimbi jipya la mfumuko wa bei. Mazungumzo ya amani kati ya Marekani na Iran yataendelea Islamabad, Pakistan, lakini bado hajajazaa makubaliano. Na hii ni Kasako Update na Dela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.